Serikali ya Mapinduzi Zanzibar pamoja na serikali ya Msumbiji zakubaliana kushirikiana katika maeneo ya utalii, uvuvi na eneo la mafuta na gesi asilia. Kiongozi wa Kanisa Katoliki duniani Leo wa 14 aongoza ibada yake ya kwanza ya misa ya kwanza ya faraga na makardinali tangu alipochaguliwa kushika wadhifa huo. Na katika michezo, ligi ya mpira wa kikapu ya mkoa wa Dar es Salaam inatarajiwa kuanza kutimua vumbi kesho Mei 10 kwenye viwanja vya Don Bosco Upanga, huku vilabu 32 vikithibitisha ushiriki wake. Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo tuliyoweza kukuandalia kwa habari mbalimbali. Msomaji wako siku huu ni mimi Fatma Hassan na mwenzangu ni Ramla Jabu kwa upande wa lugha ya alama. Karibu. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi na rais wa Msumbiji Daniel Francisco Chapo wamekubaliana kushirikiana katika maeneo ya utalii, uvuvi na eneo la mafuta na gesi asilia ili kuendeleza ushirikiano wa kibiashara na udugu wa muda mrefu wa mataifa hayo. Tupate taarifa zaidi. Rais Mwinyi ameyataja maeneo hayo kwa waandishi wa habari baada ya kumaliza mazungumzo yao yaliyofanyika Ikulu na kuangazia mambo mbalimbali ya ushirikiano, maeneo makuu yakiwa eneo la uvuvi, utalii na eneo la mafuta na gesi asilia. Kwanza ni eneo la utalii, na wao wamefurahi sana kuweza kupata fursa ya kushirikiana nasi katika kujifunza, kubadilishana uzoefu juu ya eneo la utalii, kizingatia kwamba Mozambique kama ilivyo Zanzibar ina sehemu kubwa ya fukwe au tuseme eneo la coast. Kwa hiyo wamependa kujifunza kutoka kwetu kutokana na hatua tulioipiga hapa Zanzibar, tukiwa sehemu kubwa ya uchumi wetu inaletwa na utalii. Akizungumzia kuhusu mafuta na gesi asilia, Rais Mwinyi amesema kwa kuwa Msumbiji ina uzoefu wa zaidi ya miaka 20, Zanzibar itapata kujifunza changamoto zilizojitokeza wakati wa hatua za utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi asilia. Sasa hivi Mozambique inazalisha gesi nyingi sana, na wameshaweka mitambo ya kuichakata ile gesi, wanaisafirisha kuiuza nje ya nchi ikiwemo kwenda Afrika Kusini. Kwa hiyo kwa ufupi niseme kwamba sisi bado tuko katika stage ya utafiti. Wenzetu wameshafika mbali. Kuna mambo mengi ya kujifunza kutoka kwao, yale ambayo ni ya mafanikio, lakini vile vile yale ambayo ni ya changamoto. Ili changamoto walizozipata tusije tukaingia na sisi, itatusaidia kujifunza kutoka kwao, lakini vile vile kujenga uwezo wa watu wetu katika sekta hiyo. Kuhusu eneo la uchumi wa buluu, Rais Mwinyi amesema Zanzibar itanufaika na soko la mazao ya bahari. Wao wamekuja kujifunza jinsi gani sisi tunafanya katika sekta ya uchumi wa bluu, kwa maana ya uvuvi, kwa maana ya ukulima wa mwani. Ili kwanza wapate kujifunza na wao wafanye vile ambavyo sisi tunafanya. Ni taarifa njema kwamba Zanzibar ndio mlimaji mkubwa wa mwani katika bara la Afrika. Kwa hiyo lipo la kujifunza kutoka kwetu. Lakini sisi pia tutazungumza nao kwenye swala la soko la mwani, soko la samaki. Mara baada ya mazungumzo hayo, Rais Chapo alitembelea taasisi ya uvuvi wa bahari kuu iliyopo eneo la Fumba na kupata maelezo ya kitaalamu kuhusiana na uvuvi wa bahari kuu. Bariani na maeneo yote yaliyopendekezwa ya ushirikiano, ukianzia na ushirikiano katika rasilimali watu, ambapo tunahitaji mafunzo ya pamoja na kubadilishana uzoefu. Wakati wa mchana, Rais Chapo na ujumbe wake alishiriki tafrija ya chakula cha mchana kilichoandaliwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa ajili yake. Juma Kasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Serikali ya Jamhuri ya Uganda imeweka jiwe la msingi kwa ajili ya kuanza ujenzi wa ofisi ya ubalozi wa Uganda nchini Tanzania katika mji wa Magufuli jijini Dodoma, mradi ambao utatekelezwa kwa kipindi cha miaka miwili kuanzia sasa, ukiwa na thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 14. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Hafla hiyo ya uwekaji wa jiwe la msingi kwa ajili ya kuanza ujenzi wa ofisi za kudumu za ubalozi huo imefanyika katika viunga vya mji wa Magufuli
maarufu mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma na kushuhudiwa na viongozi mbalimbali wa serikali za mataifa hayo. Naibu Waziri wa Wizara ya Mambo ya Nje anayeshughulikia ushirikiano wa Afrika Mashariki, Dennis Londo, akizungumza katika hafla hiyo, amesema matarajio ya serikali ya Tanzania ni kuona balozi za mataifa mengine, jumuiya na taasisi za kimataifa zinafuata nyayo kwa kuwa maeneo yao yapo. Balozi zote zimepewa viwanja pamoja na mashirika ya kimataifa. Bila shaka kama binadamu wengine wanataka kuangalia mwenyeji anaanzaje, na sisi tumeshaonyesha mfano chini ya uongozi wake na maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunaona wizara zote na taasisi za kiserikali, mihimili yote mitatu imeshamia Dodoma, taasisi za kiserikali zimeshamia Dodoma, lakini hata majengo ya wizara katika mji wa serikali yameshafikia 95%. Balozi wa Jamhuri ya Uganda nchini Tanzania, Kanali mstaafu Fred Mwesige, amesema uamuzi wa kuanza ujenzi wa ofisi za ubalozi jijini Dodoma unatokana na ushirikiano wa muda mrefu wa kindugu uliopo baina ya mataifa yote mawili. Najua Watanzania walimwaga damu nchini Uganda wakati walikuwa walitusaidia kujikomboa sisi wenyewe. Ndio kwa sababu tuliamua, na nashukuru rais wangu, nashukuru serikali yangu kuniwezesha kuwa balozi wa kwanza kuchukua hii hatua ya kujenga hapa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule ameeleza namna ambavyo serikali inavyoendelea kuvutia jumuiya za kimataifa kuhamishia shughuli zake makao makuu ya nchi kwa kujenga miundombinu ya huduma wezeshi. Lakini huduma mbalimbali ambazo zinawafanya waone sasa na wao wanaweza wakaja kwa urahisi. Kuna SGR inawafurahisha sana kuja Dodoma, lakini pia kuna uwepo wa huduma za afya zinawafurahisha kuja Dodoma, lakini kuwepo ujenzi ule wa uwanja wa ndege unawafanya wanapata matumaini kuwa sasa kumbe Dodoma wanaweza katoka hapa kwenda kwenye nchi zao bila kupita mahali pengine, pamoja na miradi mingine mingi ambayo inawafanya Dodoma waone kweli sasa ni makao makuu na ambapo mabalozi wanaweza kuja kuanza kuishi. Nchi nyingine zilizoonyesha utayari wa kujenga ofisi za ubalozi katika eneo hilo ni Ethiopia, huku mataifa mengine matano ambayo ni China, Ufaransa, Ujerumani, Italia na Uingereza yakiwa tayari yamefungua ofisi ndogo za ubalozi jijini Dodoma. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa na kidiplomasia nchini Tanzania wamekosoa maazimio yaliyotolewa na Bunge la Umoja wa Ulaya dhidi ya serikali ya Tanzania katika suala zima la utawala bora na usimamizi wa demokrasia. Mwandishi wetu Kurenge Mongi kutoka kule Dodoma anafanya mahojiano na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM Dr. Ombeni Msuya. Asante studio za Dar es Salaam, Hamisi Mkotia ulioko hapo studio. Ni hapa Dodoma, tupo katika matangazo ya moja kwa moja na ninaye mgeni hapa, mwadhiri mwandamizi Dr. Ombeni Msuya. Karibu sana. Nashukuru sana. Leo tutajadili kwa kifupi hili swala la maazimio ya Bunge la Umoja wa Ulaya. Nini mtazamo wako katika maazimio haya ambayo yametolewa dhidi ya serikali ya Tanzania? Kwanza nataka niseme kwamba maazimio yaliyotolewa na Bunge la Umoja wa Ulaya ni maazimio ambayo ukiyatizama yana sura ya wenzetu bado wanatuona Tanzania kama koloni lao. Kwa sababu ni maazimio ambayo yametolewa yakilenga kutokutambua kama Tanzania ni nchi ambayo ni huru, inaweza kujisimamia na kutoa mawazo yake na kusimamia mienendo, lakini pia sheria na nchi yake. Tutakumbuka tu kwamba ni juzi tu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na diplomasia yake ya kiuchumi alitembea katika nchi nyingi za Ulaya na wakampongeza kwa juhudi zake na juhudi za kuanzisha hii philosophy ya R4, lakini ni leo Bunge la Umoja wa Ulaya nchi zile zile wanaanza kukosoa. Kwa hiyo ninadhani wao wanaendelea bado kutuona kama koloni lao baada ya miaka 64 ya uhuru ambao sisi tayari tumeshaweza kujitawala. Kuna hili swala liloibuka la mapenzi ya jinsia moja ambalo limeibuka katika maazimio haya la Bunge la Ulaya, na serikali ya Tanzania ilishaweka msimamo wake. Nini maoni yako kuhusiana na hili? Kwanza, jambo hili la kuendelea kusisitiza masuala ya mapenzi ya jinsia moja ni jambo ambalo linaonyesha kwamba wenzetu bado wanadharau mila na desturi tulizo nazo kama taifa. Lakini pia wanashindwa kuamini kwamba Watanzania lakini Waafrika wana maisha yao, wana taratibu zao, wana utamaduni ambao hawezi kuruhusu mambo haya ambayo ni nje ya taratibu zetu. Kwa hiyo ninaona kama ni dharau iliyopitiliza
kwa nchi, lakini pia kwa Watanzania, kwamba bado tunaweza kuamuliwa, tukasemewa hata yale ambayo yako nje ya utaratibu. Mambo haya hata Mwenyezi Mungu mwenyewe na vitabu vyote, dini zote hazijai kuruhusu mambo haya kutokea. Kwa hiyo nadhani ni moja kati ya maamuzi ambayo yanapaswa kulaaniwa na watu wote wanaopenda haki, wazazi wote, lakini kila Mtanzania kwa dini yake, kwa imani yake, kwa chama chake, asimame apinge mambo haya ambayo yanaletwa kwenye jamii. Mapenzi ya jinsia moja si utamaduni wetu wala si maagizo ya Mwenyezi Mungu, ni dhambi katika taifa. Sasa daktari ambaye ni mhadhiri mwandamizi katika Chuo Kikuu cha Dodoma, ili kidiplomasia likoje ili swala la bunge kuiazimia Tanzania? Kwanza kidiplomasia jambo hili si sawa, kwa sababu diplomasia habari inayohusu mahusiano, ushirikishwaji, kushirikiana. Nchi moja inapokuwa tayari imeshakuwa na uhuru wake wa kuweza kujisimamia na kujitegemea, anapotokea mtu mwingine, taifa lingine, ama ni mamlaka yote ile pale, inaleta maoni yake na mawazo yake, lakini haielekezi taifa lingine kufanya. Kwa hiyo haya kwa namna yanavyofanyika maazimio haya na ushinikizaji huu, kidiplomasia haijakaa vizuri, kwa sababu inaonesha kwamba tuna watu wanaweza kutuamulia. Na nilisema tangia mwanzoni kwamba inawezekana bado wenzetu bunge la Ulaya na nchi zile bado wanatuona sisi kama koloni lao, baada ya sisi kuwa tumeshapata uhuru miaka 64 iliyopita. Ni nchi huru ambayo inajiamulia na sheria na taratibu na miongozo yake. Kusema tunaiagiza Tanzania, kwa kweli kidiplomasia hilo jambo halijakaa sawa, na ni lazima wenzetu wenye mamlaka katika upande wa diplomasia watusaidie kulifikisha kwa wenzetu, waone kwamba hawakututendea haki kama Watanzania, kama taifa, kama mamlaka ya nchi inayojitegemea. Nikushukuru sana Dr. Nikurejeshe sasa sana Kurenge Mongi kwa taarifa hiyo na mahojiano hayo ambayo umeweza kutuletea katika taarifa yetu ya habari. Mtazamaji, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Kampuni ya mabasi yaendayo haraka Dar es Salaam UDART imezindua basi la kwanza linalotumia mfumo wa gesi ambalo litatoa huduma bure kwa majaribio kutoka Moroko kwenda kivukoni kwa muda wa wiki moja kuanzia Jumatatu ijayo. Lengo ni kuwapa fursa Watanzania kutoa maoni yao kabla ya kuleta mabasi mengine 99 ambayo yako kwenye mpango wa kuboresha usafiri huo. Tupate taarifa zaidi. Matumizi ya nishati ya gesi badala ya diesel yatapunguza matumizi ya mafuta kwa asilimia 40 mpaka 50 na hivyo kuokoa kiasi kikubwa cha pesa ambazo hutumika katika shughuli nyingine za uendeshaji. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkurugenzi mkuu UDART Waziri Kindamba amesema mabasi 100 yanatarajiwa kuingia nchini baada ya kujiridhisha na ufanisi wa basi hilo moja ambalo lina muonekano tofauti na mabasi yaliyopo. Kwa mujibu wa Kindamba, abiria watakaoruhusiwa kupanda basi hilo ni wale wenye kadi. Lakini pia ziko changamoto nyingi taasisi imepitia, zikiwemo masuala ya fedha mahesabu ya fedha kutoka sawa sawa, lakini pia na hujuma na fisadi mbalimbali ambazo zilifanyika, ambapo ziko baadhi ya kesi ziko mahakamani, lakini pia na baadhi ya watu kufungwa vifungo. Amezungumza hapa mwenyekiti wa bodi. Tumepokea maelekezo ya bodi ya kuleta basi za kisasa zinazotumia teknolojia ya CNG. Kiutaratibu kwanza unatengeneza demo bus au prototype. Tungeweza kutengeneza 2 au 3, lakini kutokana pia na hali ya kifedha tukasema tuanze na hili moja kwanza. Na kwa sababu kuona ni kuamini, tukasema tuitane Watanzania hapa kupitia nyinyi wanahabari muweze kuliona basi hili. Kesho kwamba gari zitakazokuja sasa ziwe zinatumia gas kwa maana ya CNG. Na ndio maana mnaona sasa leo tu kwenye kituo hiki na haya mabasi, hili ni mojawapo kama mfano ambayo yanatumia gas. Katika kipindi cha miaka 9 ambayo tumeingia kwenye utoaji wa huduma katika namna ya majaribio, hadi sasa tumepata uzoefu mkubwa. Uzoefu huo ni pamoja na matatizo mbalimbali ambayo mfumo huu unayo. Amesema ujio wa mabasi hayo utamaliza kilio cha wakazi wa Dar es Salaam cha kugombania usafiri huo na kuondoa maana halisi ya usafiri huo ambao unategemewa na wakazi wa ukanda wa Kimara, Mbezi hadi Naam, katika jitihada za kuhakikisha Tanzania inakuwa kiuchumi, serikali kupitia Baraza la Taifa la Biashara TNBC, kikundi kazi cha fedha kimeazimia uanzishwaji wa kituo cha kimataifa cha huduma za kifedha hapa nchini kitakachovutia mitaji kutoka ndani na nje ya nchi kupitia wawekezaji. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa ifuatayo.
Akizungumza baada ya kikao cha pili cha kamati hiyo chini ya mwenyekiti wake ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Fedha Daktari Natu Elimamri Mwamba, katibu mtendaji wa TNBC Dr. Godwill Wanga amesema kuanzisha kwa kituo hicho mbali ya kuvutia mitaji kutakuza uchumi endelevu. Kituo hiki kitahusisha wadau mbalimbali. Kuna mabenki, kuna masoko ya mitaji, kuna watu mbalimbali ambao wanakodisha vitoa huduma, ndege pamoja na magari, lakini pia hata haya masoko ya mitaji pia yatakuwa ni wanachama katika hiki kituo. Naye naibu gavana wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Bi Sauda Msemo amesema uwepo wa kituo hicho hapa nchini kutasaidia kutimiza azma ya serikali ya kufikia pato la shilingi trilioni 1 ifikapo mwaka 2050, huku mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na binafsi PPP David Kafulila akisema upo umuhimu wa kutumia ubia kutekeleza miradi ya kimkakati. Wajumbe wameona umuhimu wa pendekezo hilo na wamependekeza kupelekwa kwenye ngazi zingine kwa ajili ya majadiliano na maamuzi zaidi. Kuna umuhimu wa kila wizara kujikita namna gani ya kutumia PPP kwa maana ya ubia kutekeleza miradi yao kama wizara, na kwamba PPP sio mali ya kituo cha ubia. PPP, miradi ya PPP ni mali ya wizara husika. Mimi ni Yakini Mwakatobe, Channel 10. Halmashauri ya wilaya ya Igunga imeridhia kukabidhi shamba lenye zaidi ya hekta 240 sawa na hekari 601 kwa wakala wa mbegu za kilimo nchini ASA ili kuanzisha shamba kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu bora za kilimo, hatua ambayo itarahisisha upatikanaji wa mbegu kwa wakulima wa wilaya ya Igunga na maeneo jirani. Mwanahabari wetu Pendo Salo ametuandalia taarifa ifuatayo. Zaidi ya hekari 601 za mazao mbalimbali yakiwemo mahindi, alizeti, mtama, choroko na ufuta yatazalishwa katika shamba hili na wakala wa mbegu za kilimo ASA. Lengo ni kurahisisha upatikanaji wa mbegu bora za kilimo kwa wakulima. Uendelezo wa shamba hili chini ya halmashauri haukuwa mzuri na ulikuwa hauleti tija kwa halmashauri ipasavyo. Chini ya Wizara ya Kilimo ambao wamekasimiwa madaraka ya kusimamia uzalishaji wa mbegu bora, tuliona ni wazo la busara kushirikiana kuweza kuwakabidhi ili liweze kuleta tija. Makabidhiano ya shamba hili yamefanyika hapa katika kijiji cha Mwalala, wilaya ya Igunga. Lakini kama kuna watu ambao walikuwa wanajimilikisha tu pasipo wao kuwa na uhalali wa aina yoyote, wapewe taarifa ili shughuli zitakapoanza kusiwepo na mgogoro wowote. ASA mpaka sasa hivi tunazalisha, yani tunahitaji ardhi ya hekta 30,000. Tutakuwa tumefikia 127. Lakini sasa hivi ASA sisi tuna kiasi gani? Tuna hekta 16,800. Tukiweka hizi 240 tunapungukiwa tu na kama 16,000 tuseme kwa mfano. Kwa hiyo kaimu rasi, kama kuna maeneo mengine tuite basi. Sisi bado tunahitaji maeneo. Leo Mavika ni mkurugenzi mkuu wa ASA. Amewahakikishia wakulima kwamba shamba hili litaanza kuzalisha mbegu katika msimu ujao wa kilimo, ambapo pamoja na kurahisisha upatikanaji wa mbegu, lakini pia ni fursa ya ajira. Tutaanza kwa hivi lilivyo, kwa maana ya kutuwezesha kulima hata kwa kutumia mvua. Lakini baadaye tutafunga mifumo ya umwagiliaji kwenye shamba hili kama lilivyo la Nzega kama mlivyoona. Kutoka hapa katika kijiji cha Mwalala kilichopo wilaya ya Igunga mkoani Tabora, mimi ni Pendo Salu, Channel. Asante Pendo Salu kwa taarifa hiyo. Naibu Waziri wa Nishati Judith Kapinga amezindua kituo mama cha kushindilia gesi asilia kilichopo barabara ya Sam Nujoma jijini Dar es Salaam na kuwataka Watanzania wanaomiliki vyombo vya moto kuondoa hofu juu ya matumizi ya nishati hiyo ambayo ni salama na inapunguza gharama kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na nishati ya mafuta. Mwanahabari wetu Amna Tupasha. Naibu waziri huyo amesema ili kuhakikisha Watanzania wanapata huduma hiyo, ni muhimu vituo vingine viendelee kujengwa katika maeneo mengine yenye miundombinu ya kupokea gesi, kwa kuwa kituo hicho mama kina uwezo wa kushindilia gesi kwenye magari na kuisafirisha katika maeneo mbalimbali. Ujenzi wa vituo hivi ambavyo uendelee kwa kasi ili huduma na faida zake ziweze kuwafikia Watanzania wengi nchini. Na kwa Watanzania wenzangu ambao bado wana mashaka kwenye kubadilisha mifumo ya magari yao kwenda kwenye mifumo ya gesi,
Naomba tuendelee kuasisitiza twende katika njio hiyo. Wengine labda wana hofu kwamba mifumo inaweza kuwa inaharibu magari. Nataka niwahakikishie teknolojia hii ni salama na ni ya bei nafuu sana. Ujenzi wa kituo hiki ni moja ya ishara ya kinachotokea ukitumia rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu amekupa na akili aliyokupa. Kwamba serikali imewekeza sana katika wataalamu wa TPDC ambao wamesimamia kazi hii. Emmanuel Gilbert ni mkuu wa idara ya biashara ya mafuta TPDC. Anasema kituo hicho ambacho kimetajwa kuwa na uwezo wa kuzalisha gesi futi za ujazo milioni 4.2 sawa na kilo 120 kwa siku kitajaza magari 8 kwa wakati mmoja. Makamu mwenyekiti wa kamati ya huduma ya bunge ya nishati na madini, Kilumbe Ngeba, amesema licha ya kuwa huru kiutawala bado Watanzania wanakabiliwa na ukoloni wa kiuchumi ambao kwa kiasi kikubwa unachangiwa na nchi nyingi za Afrika kukosa nishati ya mafuta. Kituo hiki pia ili kiwezesha kiweze kufanya kazi bila kuwa na matatizo ya upatikanaji wa umeme, tumeweka njia mbili za kupata umeme wa kuendesha kituo hiki. Pamoja na kuchukua umeme wa TANESCO, tutakuwa pia na uwezo wa kuzalisha umeme wetu hapa kwa kutumia gesi asilia. Moja ya kitu ambacho kimekuwa kikitunyong'onyeza kama taifa ni pale ambapo tunapokuwa na shida na mafuta ya nishati. Kwanza, kuna masharti mengi ya kuyapata, na moja ya sharti kubwa na zito ni kutafuta hela ambayo wewe huna. Eden Bahati, Channel 10. Waumini wa dini ya Kiislamu nchini pamoja na wananchi wote bila kujali imani za dini zao wametakiwa kulinda na kuenzi utamaduni wa Kitanzania na kamwe wasikubali kurubuniwa na mataifa ya nje katika kutafuta mila na zilizokwenda kinyume na utamaduni wa Kitanzania. Hamisi Suleiman ana ripoti. Imamu wa msikiti wa Manyema ambaye pia ni mjumbe wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, Sheikh Hamid Masoud Jongo, akiongea katika hutuba ya swala Ijumaa kufuatia taarifa zilizosambaa katika vyombo vya habari kuishinikiza Tanzania kuzingatia haki za wapenzi wa jinsia moja zilizotolewa na Bunge la Ulaya. Miongoni mwa mambo ambayo wengine ni ya siasa, mengine ya utu wa mtu, tukubali ushoga. Hao wanatutengenezea magari, wanatufaa. Hao wanatutengenezea ndege tunakwendea hija, wanatufaa. Hao wanatutengenezea madawa na vitu vizuri vya kututengenezea maisha yetu, wanatufaa. Lakini hao sasa wanatuambia tuwe mashoga. Aidha, Sheikh Jongo ameendelea kuwakumbusha Waislamu na Watanzania kushiriki katika uchaguzi wa Oktoba kwa kuwa wanapata fursa ya kuchagua viongozi watakaoona wanafaa katika kusimamia maendeleo yao. Wakati ukishiriki kupiga kura, maana yake ni kwamba na wewe unashiriki kuamua. Unashiriki kuamua kwa sababu utakuwa unamchagua rais unayemtaka, unayemwona anafaa. Utakuwa unamchagua diwani unayemwona anafaa. Utakuwa unamchagua mbunge unayemwona anafaa. Sasa akikuondoshea uchaguzi uwe hakuna, hiyo nchi ya Tanzania ipo tena? Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Halmashauri ya Arusha wilayani Arumeru mkoani Arusha inakabiliwa na changamoto kubwa ya miundombinu ya barabara, hali inayozuia maendeleo ya kijamii na kiuchumi na kusababisha usumbufu mkubwa kwa wananchi wa maeneo mbalimbali. Tupate taarifa zaidi. Katika kikao cha robo tatu cha baraza la madiwani wa halmashauri ya Arusha vijijini, mkurugenzi wa halmashauri hiyo Suleiman Msumi amesema hali ya jiografia ya maeneo mengi pamoja na upungufu wa bajeti imekuwa kikwazo kikubwa katika kuboresha miundombinu ya barabara. Kuna maeneo ambayo yanakuwa kidogo yana changamoto kubwa kwa sababu unaweza kukuta mawasiliano yanakatika kabisa. Kwa hiyo mara nyingi tunakuwa tunaichukulia kama dharura kwa ajili ya rescue situation ili huduma za kijamii ziweze kuendelea. Na hiyo yote inatoka katika hiyo milioni 45 ambazo zimetengwa. Kwa hiyo naendelea kukusanya fedha na tutajitahidi kadri iwezekanavyo
kadri ya mikusanyo ya mapato ya ndani ili kuweza basi kuzifikia zile kata ambazo zina changamoto kubwa ya uharibifu wa barabara. Kata za Muivo, Oltoto, Olorien, Oltrumeti, Sambasha na Timbolo zimetajwa kuwa miongoni mwa maeneo yenye hali mbaya zaidi ya barabara, hasa nyakati za mvua ambapo hata huduma za dharura haziwezi kufikika kwa wakati. Haya mafuriko yote yanayotoka Sambasha, Olorien, Oltrumeti kwa Kinayo yanapenda kupumulia Odioro. Tunapoongea kuna kitongoji inaitwa Motoni. Kivuko kimesoma na mafuriko. Sisi kama halmashauri tulipaswa na sisi madiwani na ukizingatia ni kweli tunakwenda kwenye uchaguzi. Tunapigwa mawe mengi, barabara ni mbovu, miundombinu karibia kila sehemu. Sio kata moja tu. Kule Bagata nadhani hata saa nyingine mkurugenzi wangu ametumiwa na message na watu ambao hata hapo Arusha. Barabara imekata, nyingine zinataka kuchukua hata nyumba kutokana na mafuriko. Kutoka Arusha, Jamila Omar, Channel 10. Asante Jamila Omar kutoka huko Arusha kwa taarifa hiyo. Na sasa moja kwa moja taarifa yetu inatupeleka kwenda kuziangaza habari za kimataifa, ambapo kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Leo wa 16 ameongoza ibada yake ya kwanza ya misa tangu alipochaguliwa kushika wadhifa huo siku ya Alhamis. Kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 16 leo ameongoza ibada ya kwanza ya misa siku moja baada ya kuwa Marekani wa kwanza kuliongoza kanisa hilo. Mzaliwa huyo wa Chicago, Robert Francisco Prevost, alichaguliwa jana Alhamisi kuwa papa wa 267, kiongozi wa kiroho wa waumini bilioni 1.4 wa kanisa Katoliki, kufuatia mkutano maalum wa makardinali wenzake katika makazi rasmi ya papa, kanisa la Sistine mjini Vatican. Papa huyo mwenye umri wa miaka 69 amerejea katika kanisa hilo kuongoza misa ya faragha na makardinali iliyooneshwa moja kwa moja na makao makuu Vatican, akitoa hotuba yake ya kwanza kama papa aliyesubiriwa sana kwa hamu. Na huko Sudan, Umoja wa Falme za Kiarabu UAE imekanusha ripoti ya shirika la Amnesty International kwamba iliwapelekea silaha wapiganaji wa kikosi cha RSF nchini Sudan wanaopigana na vikosi vya serikali. Umoja wa Falme za Kiarabu umekanusha ripoti ya shirika la kimataifa la haki za binadamu la Amnesty International inayotuhumu kwa kuwapelekea silaha zilizotengenezwa China wapiganaji wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Force ERF nchini Sudan. Naibu waziri anayeshughulikia masuala ya usalama na kijeshi wa Umoja wa Falme za Kiarabu, Salem Al-Jaber, amesema nchi yake imepinga pendekezo kwamba inapeleka silaha kwa upande wowote katika mzozo wa vita inayoendelea nchini Sudan. Jana Alhamisi, shirika la Amnesty International lilisema limetambua mabomu ya China chapa GB50A na mitambo ya kuvurumisha makombora kwa kupitia uchambuzi wa video ya mashambulizi ya kikosi cha RSF katika mji wa Khartoum na Darfur. Na mtazamaji, tumehitimisha hivyo sehemu yetu ya kwanza ya taarifa ya habari. Mimi ni Fatma Hassan na mwenzangu ni Ramla Jabo. Endelea kuitazama Channel 10.